mambo yatakuwa makubwa sana. Kamishna, kuna skanka inasumbua sana. Skanka, mnafanyaje kuidhibiti hii? Skanka ni tatizo kubwa sana la dunia. Skanka yenyewe nitoe tu historia kidogo kwa nini inaitwa skanka. Kwa sababu watu wengine wanajua skanka wanasema ni dawa mpya. Ni kweli ni dawa mpya, lakini zimetokana na nini? Sasa hivi kuna tatizo kubwa sana la kidunia. Kuna msukumo mkubwa sana unafanywa na mataifa makubwa. Afrika ilime bangi. Kwamba Afrika ikilima bangi itakuwa kiuchumi. Na wametoa dau kubwa sana kwamba tukilima bangi watainunua kwa gharama kubwa. Kwa kilo moja itanunua kwa hela nyingi, 100,000 kilo moja. Sasa mtu akisikia kwamba nanunua kilo moja ya bangi kwa 100,000, kila mtu atashawishika kulima. Na hicho ndicho kilichotokea. Baadhi ya mataifa ya Afrika yakaridhia kwa haraka kulima. Ukienda Malawi pale wameridhia, Eswatini wameridhia, lakini baadhi ya nchi nyingine kama South Africa wameruhusu matumizi ya bangi katika ile nchi. Kwa nini wameruhusu? Baada ya kuambiwa kwamba mtakapolima ile bangi tutainunua kwa gharama kubwa kuliko mazao mengine yoyote mnayolima katika hiyo nchi, mtakuwa kiuchumi. Na kweli wakalima, lakini ile ikawa ni mtego. Malawi kwa mfano, natoa mfano wa Malawi kwa sababu na uhakika 100% kutokana na kwamba baadhi ya Watanzania walikuja kwetu wakaomba kibali tukawanyima cha kulima bangi, kwamba wamepata tenda kwenye nchi za Ulaya kwamba watanunulia bangi kwa hela kubwa, wakakalkuleti na kodi itakayopata serikali na kadhalika, kwamba serikali itakuwa tajiri endapo kilima labda hekari 1000, ina maana sisi tutapata mabilioni ya hela. Wakakalkuleti hapa wakatuletea hapa, tukaambia hapana. Pamoja na hiyo faida mnayosema, sisi tukafanya tathmini, tukagundua kwamba faida utakayoipata kwa bangi ni ndogo kuliko hasara utakaoipata. Lakini yale mataifa mengine yaliyoruhusu kama Malawi, kwa sababu wale wa Tanzania baada ya kuomba walienda Malawi wakalima, wakapewa hekari kwa hekari wakalima. Kuna Mtanzania mmoja, yeye anaitwa Ezra Machogu. Mimi namtaja kwa sababu ni rafiki yangu. Maana tulimshauri sana na yeye akasema mimi bwana nishaambiwa, na akatuletea mpaka mikataba ya kampuni hiyo ambayo itanunua zile bangi. Akasema hii na mikataba hii hapa, unaona kilo hizi, kilo 100,000. Mimi nitapata bilionia na serikali itakuwa bilionia. Tukamwambia hapana. Yeye akauza nyumba zake, alikuwa na fedha zake, akapata milioni 300. Akaenda Malawi akalima, ambayo nchi yenyewe ndio iliruhusu. Sasa baada ya zile bangi kulimwa kwenye nchi ya Malawi, zilizonunuliwa ni kidogo sana, almost kama 40%. Nyingine zote zikabaki store. Mmoja hapo ni huyu Mtanzania, na hata mkihitaji namba zake mtamhoji na atawaeleza. Na mpaka sasa hivi baada ya bangi zake zote hazikununuliwa, ziko store mpaka sasa hivi kwenye nchi ya Malawi. Akachanganyikiwa, fedha nyingine zilizoza mkopo, sasa hivi ameparalyze. Sasa hivi anaomba tena msaada, tunamsaidia. Tumenunulia mpaka mashine ya kumrudisha katika hali ya kawaida, kwa sababu ameparalyze baada ya kupata shock na kadhalika baada ya bangi yake. Sasa hiyo sio hatari hiyo? Hatari kubwa sana. Ndio naenda huko sasa ili Watanzania waone kwa nini tunakataza dawa za kulevya. Sasa ile bangi baada ya kulimwa kwenye zile nchi ambazo zimeruhusu haikununuliwa kama ilivyoahidiwa. Mwisho wa siku wale wakawaletea teknolojia kwamba hii bangi, kwa sababu ile bangi ya viwandani inakuwa na THC ndogo sana, inakuwa ni 0.02 huko, yaani ambayo ukiivuta ni kama sigara tu ya kawaida. Na ndicho mtego huko pale, kwamba hii wala haina shida, sio dawa za kulevya, hii unaweza ukavuta tu, haina shida. Wakawaletea teknolojia nyingine, ile bangi unaisindika na kemikali, inatokea bangi kali kuliko bangi ya kawaida tunayoitumia huko. Bangi ya kawaida inakuwa na THC tu mpaka 12 13 hapo, ile kiwango cha sumu kinachokuwa kwenye ile bangi. Lakini ile skanka baada ya kusindikwa, ambayo ni ile dawa, ni ile bangi inayolimwa kwa ajili ya viwandani, inakuwa na THC 40 mpaka 60. Lakini bidhaa zinazotengenezwa na ile skanka, ambayo ni bangi ya kusindikwa, inakuwa na THC mpaka 90. Kuna pipi tulikamata Mbeya pale ambazo zilitoka South Africa, tulivyozipima THC yake ni 90. Sasa hebu fikiria ile sumu iko kwa kiwango cha 90, mtu akitumia anakuwa katika hali gani? Ndio inaamsha kichaa, inaleta magonjwa ya moyo, inaleta kansa, inaleta hali ya kuchanganyikiwa, lakini inaleta ukatili uliopitiliza. Na ndio hapo unapokuta kwa usalama wa nchi unakuwa ni mdogo, kwa kuwa na watu wengi wanaotumia hiyo kitu. Ina maana usalama wa nchi unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu hawaisikilizi serikali. Wana uwezo wa kufanya chochote. Unaweza kumobilize ukatengeneza makundi ya fujo, ukatengeneza makundi ya ugaidi, ukatengeneza makundi ya vibaka. Ulisikia wale panyarodi wale, asilimia kubwa panyarodi wote wale walikuwa wanavuta bangi. Kwa hiyo unaweza ukafanya nchi isitawalike kutokana tu na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo ile bangi
Teknolojia hiyo walioletewa ndio ikaitwa skanka. Tanzania hatuna skanka wala hatutengenezi skanka. Skanka zinatoka kwenye zile nchi ambazo zimelima. Sasa wale baada ya kuona wamepata hasara kubwa, wakajikuta kwamba sasa wanasindika ile bangi ili wauze, warudishe fedha zao walizotumia katika kulima. Kwa hiyo ndio ikatokea kitu kinachoitwa skanka. Na skanka inatoka Swaziland, huko Eswatini wanapaita sasa hivi, inatoka Malawi, ndiko zinakotengenezwa. Kwa hiyo zinaingia nchini, na ndio maana nguvu kubwa pia tukaanzisha ofisi Mbeya ili kudhibiti hiyo skanka, kwa sababu bahati nzuri skanka haiwezi kutoka Kenya, haiwezi kutoka Uganda, wala zinatoka kwenye nchi zile. Kwa hiyo tukajikuta sasa tumetumia nguvu kubwa, tumetumia maarifa, teknolojia, weledi kuhakikisha kwamba tunadhibiti skanka. Miaka 2 nyuma skanka zilikuwa zimesambaa sana Dar es Salaam. Kila mahali ukienda skanka, ukichaa, ndio ikazalishwa kitu kinachoitwa panya road. Unakuwa na overconfidence, una uwezo wa kufanya jambo lolote bila kuogopa na wala ufikiri kama kuna kifo. Yaani wale watu wakishavuta wanaona hata ukimpiga risasi hata kufa, kwa hisia za akili yake, kwa uwezo wa akili yake. Yaani akili inakuwa na maono na fikra zisizo za kawaida, yaani zenye kwa kiwango cha juu sana, kiasi kwamba kinamfanya mtu yaani akafanya lolote lile bila kujali. Sasa ile ikifikia kwa binadamu ni hatari sana, kwa sababu utashi unaondoka, unavaa roho ya kinyama. Kwa hiyo ndiko tuko kwenye udhibiti wa kuacha skanka. Tumetumia nguvu kubwa sana, operation nyingi kama uliona hapa, skanka na magari yao tukataifisha, tukawapiga hasara kubwa. Umeona sasa hivi imetulia. Sasa hivi ukiingia hata mtaani skanka ni ya kutafuta sana. Kwa kweli imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Na